inaweza katika mlima na baada yake kutoka ikaongea ndipo wewe kwanza kuambia kwa sababu na kufikia ile yake katika mpaka ile imani ikipokea ile kushika na tunatumia imani. Sawa, wacha tupate ushauri kutoka kwa wewe so umekuja sana huyu kama ngapi aliwaambia hivi kuna kitu kwa kushinda kwa kushinda sana. Sawa, asante sana. Isipokuwa pekee ndio anaangalia mapema kwamba hawafanyi kwenye hizo kampuni ambazo zinazungumzia za mawasiliano ni wataalamu tu. Lakini ile ya zile so jambo moja na kama tulisema ni kwamba hizo kampuni za mawasiliano zina sera gani? Kwa sababu sasa zingine shida nyingi tunaita na ndio insider threats. Tunapata kwamba wale wananchi na waandishi na wafanyakazi wa kampuni hizo. Let's get started. Drive safe. Ili kujua kama kuna mtu yeyote ambaye anatumia data ambayo kampuni inamiliki, wanachukua hatua. Kwa kama yule mtu amefutwa ama ameweza kupelekwa kwenye polisi na akashtakiwa kwa kotini. Turn right. Sasa ni kuwa asilimia 100 zinafanya kazi. Kwa hiyo ni muhimu kwa mfano ni kwamba kama ile kampuni inataka kutoa suluhisho, kuna ile tume ya mawasiliano, Communication Authority, wako na namba na wako na email ambayo unaweza tuma malalamishi yako kusema kwamba kampuni ya mawasiliano hii ndio tatizo, kama nilichukua simu kadi nikaitumia nikaipoteza, lakini nataka kubadilisha kulikuwa na shida. Kwa hiyo lazima kutumia jambo moja ambalo nasema ni ile commission ya mawasiliano, Communication Authority. Kwa mtandao katika website yao wako na namba ya kupiga simu, kuna SMS na kuna hii unaopatia historia kama yeye ametueleza historia na pia hizi kampuni za mawasiliano ziweze kuimprove sera zao za ndani ili kukiwa na shida yoyote, kama kwa mfano simu kali imepotea kwa system, shida iko wapi? Ni kwamba ile mikakati wameka ndani kuna shida, wanaweza improve kwa njia gani? Kwa hivyo kuna mambo mengi yanaweza kufanya kupata suluhisho. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha ikiwa alisaidiwa akafuata ile due process kisha kwa ile laini na nasema ndio kitambulisho alitumia basi ile laini moja kwa moja na kwake. Na vile anasema kwamba kuna mikakati kama vile kupiga ripoti kwa Communication Authority. Wengi kule vijijini hawajui hatua kama hizo. Continue straight. Alipata fursa ya kuzungumzia hili swali. Na mimi katika nyanja yangu nafahamu kwamba kuna mchezo kwamba kuna wafanyakazi wanashiriki yale maadili. Kuna nini mmoja kasi kuna wateja wengine zaidi ya 10 Turn right. Na hizo ndizo siku ambazo zinatumika kufanya uhalifu hivi sasa. Maana pesa ndio mtendo pale zinatolewa moja kwa moja, na hali kadhalika watu wengine ambao wanahusika na hii mtendo ni tofauti. Sasa jambo la kushauri sasa hivi jambo muhimu la msingi ni kwamba sasa hajapata usaidizi, lakini la msingi ni kwamba aende katika kampuni na aende katika nafikiri watu wale wanaitwa customer care manager, maana yake labda mwenyewe tu na ile mhudumu pale kwenye kaunta au na manager katika ile branch, na nafikiri pale anaweza kupata usaidizi wa haraka zaidi kuliko kutumia hao maagent ambao wana haja ikiwa hapati usaidizi kwenda katika vyombo vya usalama. Pia nafikiri si jambo ambalo vyombo vya usalama vinaweza endeleza, maana hakuna kosa la jinai ambalo limeonekana pale moja kwa moja. Kwa hivyo ni vile tu daktari amesema aende kwenye kampuni ndio atapata usaidizi kwenye kampuni, aende katika Communications Authority. Na nafikiri pia wana ofisi katika kila sehemu ya taifa la Kenya. Pale ndipo anaweza kupata usaidizi moja. Wana haki ya kuuliza maswali. Asante sana, nafikiri umepata jibu lako kutoka kwa daktari na vile vile bwana msamaha. Daktari alikuwa amekatiza kulikuwa anaelezea kuhusiana na masuala ya shida AI kama mimi anasema kwamba ni vigumu kujua nani
what is true, what is not, la kweli lisilo la kweli. Na mwisho Mbaraka anasema kwamba ni uhamasishaji wa watu pale kuna ngapo. Kwa sababu sababu kama nyinyi kama station sasa nasema pana kile ambacho tunasema huko sisi tumesema ile toka Citizen. Kwa hivyo swali muhimu sana kwa sababu tumehamasishwa kuhusu AI ile akiliunde na shida moja ndani au adhari zake. Kwa hiyo unaangalia ujumbe unaoangalia na hauko sure kama ni kweli ama si kweli. Kwa hivyo lazima pia sisi wenyewe ambao tunatumia mtandao tuweze kuwa kwa makini kabla kwa mfano kama hujatuma ujumbe ama picha ama video kwa mtu mwingine unaweza kuhakikisha kwamba ni kweli na unaweza kuhakikisha vipi. Kama kwa mfano mtu anasema kwamba Citizen TV imeripoti hivi na vile, jambo moja ambalo anaenda kwa mtandao, naenda kwa Facebook, naenda kwa Instagram, naenda kwa X, naangalia kama video hii iko katika orodha ya zile video ambao Citizen TV imepost pale. Na kama ya post basi sifai nitume video kwa mtu mwingine. Mimi si mtaalamu wa teknolojia, lakini nauliza swali la kisushi. Akili yote imetokana na uvumbuzi wa kibinadamu kwamba unaweza kutumia teknolojia kurahisisha kitu kufanyika au kutengeneza video na kadhalika. Nitoe mfano wa masuala ambayo yanaendelea katika Instagram kwa mfano. Kuna video ambazo pengine utaziona nyingine unaona moja kwa moja ni AI, lakini haikuelezi kwenye ile video, ila ukienda katika kupata comments ama mawasiliano ya watu ndio utakuta mtu anakuambia ni AI na kadhalika. Najiuliza hili swali, wakati binadamu alikuwa amefikiria kiwango cha kufikia teknolojia kiumbe, mbona hakufikiria pia kwa wakati huo huo nafasi ya kiumbe au teknolojia ambayo inaweza kunasa picha ambayo sio kweli, picha ambayo pengine ni ya uongo, inaweza kunasa na kuzuia. Kwamba ikiwa ni Instagram, hiyo ina uwezo kwamba inaweza ujumbe ambao moja kwa moja inatumia teknolojia ya kuona kwamba hizi picha si za kweli, sauti isikia huyu imetumia picha yake. Hapo naweza kutatanisha kwa sababu kwa mfano tuangalie kama nchi kama kule China wameweka sheria ambayo inasema kwamba ukitumia kiunde ama AI kutengeneza kwamba takwimu ni picha ama video, lazima iandikwe pale kwa wazi kwamba hii unatumia AI. Sisi hatuna sheria kama ile kwa sasa. Jambo lingine ni kwamba sasa tunataka kufanya uvumbuzi huu. Atujui kama kwa mfano wakati SIM card ambazo zilianza, sidhani watu walijua kwamba SIM card inaweza fanywa kwa njia rahisi. Kama vile kwa msemaji alisema kwamba sio kila mtu ana maadili ambayo anafuata sera zilizopo. So unaona shida iko pale. Sasa ukienda kama kwa internet kwa mfano, kama umetumia akili kutengeneza ni picha ama video, inaonyesha waziwazi kwamba hii imeundwa kwa kutumia AI. Kuna mbinu tofauti, lakini hizo mbinu wanasema kuwa 100% kwamba nafanya kazi. Sasa pengine kama tunasema Kenya hatuna sheria ya kiumbe kwa mfano. Ile China wanayo. Na hizi mitandao ukiangalia mara kwa mara ile inaitwa kama kuna iko wazi kabisa kwamba hii imetumia na AI. Lakini kama sisi hatuna sheria inakuwa ngumu kwa hatuna sheria nataka sasa hivi kutoka kilifi karibu tukasema kama na swali na ambayo ilikuwa inaunga serikali na hiyo serikali yake. Je, inanipasa kufanya nini? Ile polisi itaripoti ama ni customer care, na si lazima uende kwa ofisi, bali unaweza kuwapigia simu moja kwa moja na wanaweza kukupa jibu hilo sahihi kuhusiana na hiyo simu kadi yako. Lakini muhimu afanye haraka iwezekanavyo. Si kama unaweza